Maafisa wa ngazi za juu wa Urusi wamemkosea rais wa Marekani Donald Trump kwa kile walichokiita kupotosha historia na kujisifu kupita kiasi kuhusu mchango wa Marekani katika vita vya pili vya dunia. Trump aliandika kwenye jukwaa lake la kijamii Truth Social wiki iliyopita kuwa Marekani ndio iliyotoa mchango mkubwa zaidi katika ushindi wa muungano wa Allied dhidi ya majeshi ya Axis. Katika ujumbe huo, alidokeza kuwa mataifa ya Ulaya yakiwemo yale yaliyopoteza maisha ya watu wengi yalikuwa na mchango mdogo katika vita hivyo. Kauli hiyo imewakasirisha viongozi wa Urusi ambao huenzi sana kumbukumbu ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi, hasa kupitia siku ya ushindi Victory Day inayoadhimishwa kila Mei 9. Maafisa hao wametaja maneno ya Trump kuwa ya kukosa heshima kwa mamilioni ya wanajeshi wa Soviet waliopoteza maisha yao katika vita hivyo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kuwa ni lazima wakumbuke kuwa Umoja wa Kisovieti USSR ulikuwa na jukumu kuu la kuwashinda Wanazi kwa gharama ya mamilioni ya maisha. Kujaribu kufuta mchango huo ni sawa na kutusi historia ya Urusi. Wachambuzi wa historia pia wanasema kuwa kauli ya Trump inaendana na mitazamo ya kizalendo ya kupindukia ambayo mara nyingi hupuuza mchango mkubwa wa washirika wengine wa vita, hasa USSR ambao walipambana na zaidi ya 80% ya vikosi vya Ujerumani kwenye uwanja wa Mashariki. Maafisa wa Kremlin wamesema kauli hizo zinadhoofisha jitihada za kimataifa za kuhifadhi ukweli wa kihistoria kuhusu vita hivyo na zinaweza kuleta mivutano ya kidiplomasia. Katika muktadha wa kitaifa, swala hili linaibua tena mvutano wa kihistoria kati ya mataifa magharibi na Urusi kuhusu nani alihusika zaidi na ushindi dhidi ya Ujerumani ya Nazi, jambo ambalo limekuwa likijadiliwa kwa miongo kadhaa.